ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, watatuweza? Hawatuwezi eh? Kama wamejipanga, sisi tumejipanga zaidi. Ndugu mwenyekiti wa chama chetu taifa, mgombea urais, insha Allah siku ya tarehe 3 unakula kiapo cha kuwaongoza Wazanzibari kama ndio rais wetu insha Allah. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, ambaye ni mwenyekiti wa timu ya ushindi, maandalizi haya yote kwa asilimia kubwa yako mikononi mwake. Ndugu naibu katibu mkuu, katibu wa habari, viongozi mliopo meza kubwa, itifaki inaizingatia, wanachama wenzangu mliohudhuria, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumshukuru ni Mwenyezi Mungu. Tumtakie ziada za rahma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie dua zetu na dua yetu tuliyoisoma hapa iwe makbul. Ndugu mwenyekiti, leo tupo katika uwanja wa Tibirinzi kufunga kampeni. Mizunguko hii tuliokuwa tukizunguka kwa Pemba mzima, alhamdulillah, leo tunahitimisha. Nilitamani sana wenye viti wenzangu wa mikoa mengine walau wapate muda kusalimia, lakini wameniomba niwafikishie salamu zao. Wenye kiti hawa wasema atakavyoanguka achinjwe hivyo hivyo. Tarehe imefika, muda umefika, ujinga sasa. Wasije wakatutisha tukatishika. Na salamu mbili ndogo. Ya kwanza, jana viongozi wa vikosi wapo Pemba waliwaita maafisa na makamanda wao kuanzia saa 3 asubuhi, saa 3 usiku mpaka saa 6. Kikao hichi kilifanyika Wawi bwana, na walikuwa watafuta ni namna gani waweze kushinda. Jibu hawana. Wakaambiana kwamba ni amri askari wa vikosi wakapige kura, tena kuipigia CCM. Na si hilo tu, wahakikishe kila askari mmoja akapiga kura 5. Nimwambie kamanda aliyeitisha kikao hicho, uliowaitisha wa Kuramba Kisogo, na kama huamini kama wao wa Kuramba Kisogo hujamaliza kikao, si washatuambia. Sasa kama hawakurambi Kisogo wasingetuambia sisi. Nasema tena,
tumejiandaa, tumejipanga, tumedhamiria, na insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Othman anaenda kuwa rais wa Zanzibar. Jengine dogo, na swahiba yangu lakini naona tabu hata kumtaja. Naogopa nikamtaja ikaja ikawa mimi ndio sababu ya umauti wake. Maana yake Yuhoi bin Taaban hajui kajitanda ipi na kajifinika ipi, hajui. Naomba nisimtaje, ila nimwambie tu na kikao chengine alichokifanya kusema kwamba liwalo na liwe na atachukua majimbo kusini Pemba. Basi chukua tukuone. Ila nimwambie tu jambo moja, Muislamu wa kweli ni mwenye kumsalimisha Muislamu mwenzake kwa mkono wake na ulimi wake. Ikiwa huna sifa ya kumsalimisha Muislamu mwenzako, Uislamu wako ni mushkeli, uangalie vizuri. Sipo katika hutuba, nipo katika kusema hayo machache. Mawakala wa CCM, mawakala wa CCM, jamani, dhulma ni mbaya. Hao wanaowashawishi muende mkadhulumu, hao wanaenda katika kaburi lao na nyinyi mwaenda katika kaburi lenu, na munaenda kudhulumu makundi ya watu, sio mmoja mmoja. Mutakwenda kuwalipa kwa makundi kama mlivyowadhulumu. Sasa kama dunia ni bora kwenu kuliko akhera, wasikilizeni hawa wapumbavu wanaowaambia. ACT Wazalendo. Natamka rasmi mkutano huu uko wazi. Katibu wa habari, karibu. Ila jambo wao wanalivamia tunajiamini chaguzi zozote za watu wa ndani ACT Wazalendo wao hawana sera, hao CCM hawafuati katiba, kila jambo wao. Sisi ACT tunajiamini chaguzi zozote. Tarehe 29 Rais Othman Masoud Othman anachaguliwa kwa kura zaidi ya 7,500. Tarehe 3 inshallah Rais Othman Masoud Othman Al-Hakir Maulana Al-Habib anaapishwa kuwa rais wa dola ya Zanzibar. Akimaliza kuwapa ahadi yake, sala moja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Unguja, sala nyingine ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kisiwani Pemba.
Na kwa dua ilosoma leo, bwa mdogo na vikaragosi vyako na hawa uliowaleta Pemba hawa, wallahi billahi wataangamia kabla tarehe 29 kupiga kura. Tupo sisi wanaume, wanawake, sisi Wazanzibari, Zanzibar, Zanzibar. Mwenyekiti wa chama chetu ambaye pia ni rais, insha Allah utakoapishwa tarehe 3 mwezi wa Novemba panapo hai na majaliwa. Mwenyekiti wa kamati ya ushindi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Ismail Jusaladu, naibu katibu mkuu wa chama chetu kwa upande wa Zanzibar ndugu Omar Ali Shehe, mratibu wa chama, wenye viti wa mikoa 4 yote ya Pemba, makofi kwao mengi mno sana. Mama yetu Mama Zainab, Mama Rais, vigeregere basi kina mama. Wajumbe wa kamati kuu, halmashauri kuu, viongozi wa ngome zetu zote 3, vijana, wanawake na wazee, makofi kwao. Wajumbe wa halmashauri kuu, wajumbe wa bodi ya udhamini ya chama chetu, wanachama wenzangu, wapenzi Wazanzibari wanakwenda kufanya maamuzi tarehe 29. Assalamu alaikum. Hamjambo? Wazima? Leo uwanja huu wa Tibirizi watu 316,238 wapo hapa. Wataunyang'anya kura umma huu? Wataunyang'anya kura umma huu? Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi nataka kutumia dakika 3 tu ili tumpe nafasi naibu aje naye kidogo amlete mwenyekiti wa TU aje angurume leo hapa, na baadaye uje mwenyewe rais uje useme hapa kwenye jukwaa hili. Rais Othman Masoud bin Othman Al-Sharif, muungwana aliotimia, asoyumba, Wazanzibari wanemuhitaji kuongozea Zanzibar yao. Shughuli hizi tunazikamilisha kwa Pemba leo. Kama mimi katibu wa habari na uenezi na mawasiliano ya umma, mkuu wa shughuli zote hizi, nasema wananchi wote mlokuja, hongereni sana sana sana. Utapokuja kwenye jukwaa hili mwenyekiti, naomba uwashukuru wafuatao kwa niaba yetu sote hapa. Licha ya wananchi, viongozi wetu wa mikoa yote na majimbo yote ya Pemba na matawi wanapaswa kushukuriwa sana hapa. Naibu katibu mkuu, mratibu wa chama, kamati ya majukwaa chini ya Captain Halfan, apigiwe makofi sana kabisa. Usiku na mchana wamefanya kazi hiyo bila ya kuchoka, wapigiwe makofi sana. Pamoja na Juma Kombo, apigiwe makofi kabisa kabisa, amekuwa nao pamoja kwa wakati wote kabisa. Idara yetu ya itifaki ya chama chini ya Chief Buda Adam, dada yetu Husna na timu yao, wapigiwe makofi, wamefanya kazi kubwa mno sana kwenye shughuli zetu. Watu wa amani wapigiwe makofi, wamefanya kazi kubwa mno sana. Wasanii wetu wote wapigiwe makofi mengi mno, kila alioshiriki katika usanii.
lakini na watu wa idara ya habari na uenezi wa chama. Hawa kwa pamoja, jopo hili la waandishi wetu kwa jumla, wamefanya kazi haijapatapo kutokea katika nchi. Tuwapongezeni sana sana sana. Na vyombo vya habari vilivyotutangaza, tunavipongeza sana sana sana. Tuwapigeni makofi sana, wamefanya kazi kubwa mno sana. Na wale waliokuwa hakututangaza, TV Kidude na gazeti la Zanzibar Leo, tunakwenda zetu Ikulu sisi. Tumeelewana? Tumeelewana? Watu wa haki za binadamu tumekuwa tukifuatana nao kila pahala na kutupa huduma, tuwapongezeni sana. Kwa hivyo ni wengi tulofanikisha shughuli hizi, au sio? Na mashekhe zetu tuwaombee dua na tuwapigeni makofi sana 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 sana. Wamekuwa kila mikutano wakifanya shughuli hii. Tumeelewana? Leo tarehe ngapi? 25 imekwisha hii. Kesho kutwa inafuata 29. Bwana harusi tunampeleka kuoa tarehe 29. Na tuseme basi, kimasomaso we mwanangu asimuone, kwa jicho la ubaya mwanangu. Asante, asante. Inshallah Mwenyezi Mungu atamlinda atatulinda na sisi, atalinda na nchi yetu. Na hawa wasoelewa kangambuyu hawa watatafuta wenye meno wazitafune. Kwa mdogo tunamuaga tarehe 29. Baada ya kusema hayo, naibu katibu mkuu, njoo kwenye jukwaa hili ili nawe uzungumze, mkaribishe makamu mwenyekiti. Mlete naibu katibu mkuu. ACT Wazalendo, shusha tanga, safari, safari, safari. Mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Piga makofi. Ndugu Othman Masoud Othman, Rais wa Zanzibar mtarajiwa tukijaliwa baada ya tarehe 29. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye pia ni mwenyekiti wa timu ya ushindi. Ndugu mwenyekiti wa chama mkoa Chake Chake. Ndugu wenye viti wa mikoa ya Pemba. Ndugu mratibu wa chama Pemba. Wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu. Katibu wa habari, uenezi na mawasiliano ya umma, mama mpendwa Zainab Kombe, makofi kwa wingi wa kina mama. Makamu wenye viti wa ngome, wajumbe wa bodi ya wadhamini, ndugu viongozi wa chama ngazi mbalimbali, ndugu wagombea, ndugu wananchi, ndugu wanachama wapenzi, salamu alaikum. Ndugu wananchi, leo ni tarehe 25 Jumamosi. Ni siku ambayo chama chetu kinafunga kampeni katika kisiwa hichi cha Pemba. Ni siku ya ufungaji wa kampeni baada ya ziara kubwa ya mikutano ya kampeni iliyodumu katika kipindi kirefu kwa kweli.
Zimebakia siku 3 kufika siku ambayo Wazanzibari wana matarajio na matumaini yao. Leo tupo katika uwanja wa Tibirinzi. Tibirinzi ni uwanja ambao una historia katika siasa za mapambano. Miaka 38 iliyopita, marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu alitie nuru kabri lake na mlaze katika pepo ya Firdaus, alisimama katika uwanja huu. Nakumbuka alisimama juu pale, naye akatoa ahadi muhimu sana kwa Wazanzibari. Ahadi hiyo tunaikumbuka, na nataraji leo mwiba uchomeapo ndipo mwiba utokeapo. Rais wetu mtarajiwa ndugu Othman Masoud Othman leo atasimama tena katika uwanja huu baada ya miaka 38 na atatoa ahadi kwa Wazanzibari tukijaliwa. Atatoa ahadi ya matumaini na matarajio kwa Wazanzibari, ahadi ile ile ambayo alitoa Maalim Seif Sharif Hamad miaka 38 iliyopita. Kampeni zetu zilianza tarehe 13 mwezi wa 9. Mikutano ilipangwa mikutano jumla ya 40. Huu ni mkutano wa 39. Tukijaliwa panapo uhai, kesho itahitimishwa kampeni, mkutano wa mwisho kwa kisiwa cha Unguja katika viwanja maarufu kabisa. Katika kampeni hizi mgombea wetu kafanya kazi kubwa na nzuri Unguja na Pemba, katika majimbo yote, katika kona zote, kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Kafanya kampeni kubwa mijini na vijijini. Kwa kweli kakamilisha kazi kubwa sana ya kufanya kampeni, na alhamdulillah rabbil alamin. Pamoja na mikutano ya kampeni, lakini pia mgombea wetu wa rais na rais mtarajiwa kafanya vikao na wananchi katika sekta mbalimbali za kijamii. Kafanya vikao kwa nia ya kuwaomba kura. Kafanya vikao na wakulima. Wapigeni makofi wakulima. Wakulima wamemuitikia na wamemkubali. Kafanya vikao na wafanyakazi katika sekta rasmi na sekta isiyo rasmi. Wamemuitikia na wamemkubali na wamemunga mkono. Piga makofi kwa wafanyakazi. Kafika katika kundi la wavuvi. Kazungumza nao, wamemuitikia na wamemkubali. Piga makofi kwa wavuvi. Ingawa hapa naomba niseme, baada ya kuzungumza na sekta ya uvuvi, bwana mkubwa kaagiza boti zake zote zikusanywe akabidhiwe KMKM. Sema yuu! Imekula kwake. Anafunga banda wakati farasi ameshatoka. Mgombea wetu wa rais kafanya kazi kubwa kwa wafanya biashara. Amewafikia, amewaambia, amezungumza nao, na wafanya biashara wanamuunga mkono kumpa kura za tarehe 29. Kawafikia walimu wa madrasa, mashehe, wamemwitikia na wamemkubali na wanamuunga mkono. Kiongozi wetu, mpigeni makofi, kayafika madhehebu mengine nje ya dini ya Kiislamu na wamemfahamu na wanamuunga mkono tukijaliwa katika safari yake hii. Lakini pia mgombea wetu wa rais kakutana na wastaafu, nao wamemuunga mkono kwamba wastaafu wana matarajio mema katika uongozi wake unaokuja baada ya tarehe 29. Kakutana na wafanyakazi katika sekta ya usafirishaji, kakutana na wanafunzi na sekta kadhaa. Tumpongezeni sana 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 mgombea wetu rais kwa kazi kubwa na nzuri ambayo kaifanya. Ndugu wananchi, kampeni zetu hizi kwa kweli ambazo leo tunazihitimisha kwa kisiwa cha Pemba na tutakazohitimisha kesho, zimepata mafanikio makubwa, na moja, alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba zimekwenda salama, na insha Allah leo tutamaliza salama na kesho zitamaliza salama kampeni zetu. Tofauti na miaka ya nyuma, kufanyikana salama mpaka sasa hivi ni ishara
tosha kwamba tuna uongozi mpya unaokuja chini ya Othman Masudi Othman tukijali. Lakini mafanikio ya pili ni kwamba Wazanzibari wameitwa na wameitika na wameahidi kura zao kuzipeleka kwa Othman Masud Othman. Piga makofi kwa Wazanzibari wote kwa kumuunga mkono, na inshallah tukijaliwa tarehe 29 watakwenda kutimiza azma zao. Katika kampeni hizi mnashuhudia kwamba zimetolewa hoja mbalimbali za udhaifu na mapungufu ya Chama cha Mapinduzi. Ni bahati mbaya sana kwamba hakuna hoja iliyojibiwa katika mikutano yote ya kampeni iliyofanywa. Hii ni kuthibitisha kuwa hoja zote zilizozungumzwa dhidi ya Chama cha Mapinduzi ni kweli na ni sahihi na hazijibiki. Maana yake ni kuwa yote yaliyozungumzwa yana ukweli, na inshallah tukijaliwa Wazanzibari watakwenda kufanya wajibu wao tarehe 29 wa kwa kuchagua uongozi mpya wa ndugu Othman Masud Othman katika uchaguzi. Katika namna hiyo basi, tuna kila sababu Wazanzibari kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanywa ya kumpongeza sana rais wetu. Naomba apigiwe makofi mengi kabisa kwa kazi kubwa na nzuri aliyofanya. Lakini kama ilivyosemwa, mafanikio haya yote katika kampeni, kuna timu ambayo ilifanya kazi. Timu yetu ya ushindi ikiongozwa na ndugu Ismail Jussa Ladu ambaye ndiye mwenyekiti wa timu ya ushindi. Naomba hadhara hii impigie makofi kwa kumpongeza sana 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 kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya hadi tukapata mafanikio hii. Kuna usemi unaosema mbele ya mafanikio yoyote, mwanamume anapopata mafanikio yoyote, nyuma yake kuna mtu anayemfanya aweze kufikia malengo. Na kama ikiwa tunakubali kwamba jambo hili linafanikiwa na ndugu Othman anakwenda kufanikisha tukijaliwa, tumpongeze Mama Zainab Kombo Shaib kwa namna alivyomtayarisha mgombea wetu, kwa sababu tuamini kama Mama Zainab angalikorofisha au angalikoroweza jambo hili, kwa kweli mambo yangalikuwa ni tofauti. Kweli si kweli? Mama Zainab, tunakupongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri uliomwandalia na ulivyomuandaa mgombea wetu. Siku zote akawa anang'ara na siku zote akawa na nguvu zaidi na zaidi ya kufanya kazi, na inshallah utamtayarisha kwa ajili ya kwenda kuwatumikia Wazanzibari kuanzia tarehe 29 mwezi huu. Makofi kwa Mama Zainab Kombo Shaib. Tumefanikiwa sote kwa pamoja, tuseme alhamdulillah. 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 Wenzetu wamebakishwa na mbinu, wamebakishwa na ujanja, na sisi Wazanzibari, sisi wa Pemba tunasema wimbi hili halizuiliki tukijaliwa mpaka Ikulu tarehe 29. Chochote wanachopanga kukifanya, Mwenyezi Mungu hatosimama pamoja nao, na tutashikana mikono, tutaungana pamoja na kuhakikisha kwamba tumeshinda kwa ushindi mkubwa sana kiti cha urais na kumkabidhi Ikulu ndugu Othman Masudi Othman. Tutahakikisha majimbo yote 18 na majimbo ya Unguja tukijaliwa tunayapeleka ACT Wazalendo kwa wabunge, wawakilishi na madiwani wote. Piga makofi kwa wingi. Piga makofi kwa wingi. Piga makofi kwa wingi. DJ, naomba ile twawajua. Twawajua wabaya wetu, twawajua. Twawajua wabaya wetu, twawajua. Haya, punga bendera, punga bendera. Makamo mwenyekiti na mwenyekiti wa timu ya ushindi, njoo na twawajua katika jukwaa hili tafadhali. Twawajua wabaya wetu, twawajua, twawajua.
wambe pole. Una maneno wanatusema watusengenya ifanya jema roho za wauma waombea sasa wataona utakapo watambia wataumwa sana wala dawa hakuna tumeshawabaini leo wawasuta mjijue kama ni nyinyi twawambia hatari we twidesa wametoka keyawe wakuyafanyia wasio yajua inawauma sana we. ACT Wazalendo, uwanja ulivyotapika, naomba sote kuanzia hapa mpaka barabarani kule, nyanyua mkono juu. Sasa tunakwenda kwa pamoja. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi, shusha tanga. Watoto wa Maalim Seif, shusha tanga. Safari, safari. Naona uwanja umejaa, wataingia hapa? Niwaite au leo hatuwahitaji? Tuwaite jeshi la Mwenyezi Mungu na waje, na waje, na waje, na waje. Wamejaa tele. T-Breeze, wapigeni makofi, mwakaribishe uwanjani. Wallahi nimeemewa. Naomba nianze kwanza kwa kuwatambua viongozi wetu. Nianze na Rais wa Zanzibar, Rais Othman Masoud Othman, insha Allah. Wenye viti wa chama wa mikoa ya Pemba, naibu katibu mkuu, mratibu wa chama wa Pemba, wajumbe wa bodi ya wadhamini, Mama Zainab Kombo, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, wagombea wetu wote wa nafasi za ubunge, uwakilishi na madiwani, ambao wote kwa Pemba sina wasiwasi wanasubiri kuapishwa tu inshallah. Ndugu wanachama na Wazanzibari wenzangu, assalamu alaikum. Tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu azza wa jalla. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, tukaamka tukiwa hai na wazima. Viongozi wenu jana tulilazimika kwenda Unguja, leo tumerudi Pemba, na alasiri hii tumekutanika hapa uwanja wa Tibirinzi tukiwa na furaha. Si nguvu yetu, ni jaala yake subhanahu wa ta'ala,
tusemeni kwa pamoja alhamdulillah. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sala na salamu zake Mola Karimu zende kwa wake hashimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, nimesema nimeemewa, na leo Tibirinzi hii imenikumbusha Tibirinzi ya mwenyewe almarhum Maalim Seif. Mwenyezi Mungu alitie nuru kabri lake, amjalie malaika wema wawe wazungumzaji wake, na amuingize katika pepo ya Firdaus, na sisi inshallah tuwe pamoja naye yaumul qiyama. Mwenyezi Mungu, waja wako sisi dhaifu, masikini, hatuna chochote, mafanikio yote hayo ni nguvu zako wewe kutuwezesha. Ya Rabbi, tunakushukuru, tupokelee waja wako kwa uchache wa shukrani zetu. Sasa nasema imenikumbusha Maalim, na leo naomba tutulie. Nataka tuanze hotuba hii kwa ujumbe kutoka kwa Maalim Seif. DJ wakati ule wa maridhiano, wallahi lazim niko kwenye baraza ya kafu, wakaja wa system wanaambia twende kwa maskani yetu. Nikaenda, wanafurahi, wanacheza, jasho na watoka. Mama mmoja ambaye alikuwa bingwa matusi akachukua kanga yake ananifuta jasho sasa hivi, kwa sababu inaonyesha watu wamechoka. Watu wamechoka, wanataka watu kwa pamoja. Tatizo ni sisi viongozi, wala si nyinyi wananchi. Problem ni sisi viongozi. Kwa binafsi wetu tunaacha maslaha ya nchi, tunaangalia maslaha yetu sisi wenyewe. Basi, that is a problem wewe. Wananchi, mimi najua wananchi hana tatizo hata kidogo. Hakuna mwananchi ambaye hataki kukaa kwa amani. Yupo? Upate nafasi ya amani, utafuta riziki ya watoto wako, au sio? Lakini sisi viongozi roho zetu mbaya zinakotwa hivi. Na waombeni turudini kwa Mungu. Tuunganishe wananchi wetu wawe kitu kimoja. Mwenyezi Mungu amlaze pema Maalim Seif. Naomba DJ, wakati naendelea, ututafutie na ile hotuba ya Maalim aliyetuaidhi kwamba atakaye kwenda kinyume na harakati hizi kausaliti umma. Lakini ndugu zangu, nimeomba nianze na hili. Mnaisikia sauti ya mzee wetu akisema kwamba wananchi hawana matatizo, viongozi ndio tatizo. Na nyinyi miaka mitano hii mmeshuhudia kwamba sisi viongozi wenu kwa kuongozwa na utashi wenu tumefanya kila lililokuwemo katika uwezo wetu kuhakikisha tunaijengea nchi yetu misingi mipya ya maridhiano ya kweli kama alivyoyatamani marehemu Maalim Seif. Lakini aliaminiwa na Maalim Seif, tukamwamini na sisi, akafanya khiana. Khiana aliyoifanya kwa Maalim Seif, radhi zake zinamuumbua. Tarehe 29 Oktoba atafunga virago, akitaka asitake.
Tunahitaji kiongozi anayeweza kutembea katika maneno ya Maalim Seif kuijengea nchi hii misingi mipya ya ujenzi wa maridhiano ya kweli kama walivyoyatamani marehemu Maalim Seif na Dr. Amani Karume, na inshallah kiongozi mwenye radhi hizo ni Othman Masoud Othman inshallah. Ndugu zangu, wananchi wa Pemba, mmeteseka sana, mmeteseka sana, mmedhalilishwa sana, mmekandamizwa sana, mmebaguliwa sana, lakini hamkurudi nyuma. Na mpaka leo umma huu leo ni ushahidi kwamba Pemba na Wapemba msimamo wao uko pale pale. Mimi ndugu zangu na waheshimu sana. Harakati za Zanzibar bila ya Pemba zingeshayumba zamani sana. Pemba ilihitimu mwanzo kwa Maalim Seif na athari ya Pemba ikaingia Unguja, ndio maana leo Unguja nayo inafuata mkondo. Unguja na Pemba leo kama watoto pacha zimeshikana, tarehe 29 Oktoba zinakwenda kutimiza inshallah ndoto ya Maalim Seif na wenzake. Nikuulizeni ndugu zangu, umma huu unauliza, hivi nyinyi hivi mkitembea tu ndani ya wiki hii hamuhisi upepo wa mabadiliko unavuma? Hata pumzi mnazozivuta hamuhisi kama ni pumzi zinazoashiria mabadiliko na mwanzo mpya katika visiwa vyetu? Hizo ndo nguvu za Mwenyezi Mungu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Na inshallah mwaka huu tutakwenda kuyaona. Ndugu zangu, tunakwenda katika uchaguzi muhimu sana. Leo tunafunga kampeni. Mheshimiwa Mwenyekiti na rais wetu mtarajiwa inshallah, wewe ni shahidi kwamba timu yako ya ushindi tumefanya kila lililomo katika uwezo wetu na tumefanya kampeni hazijapata kutokea katika visiwa hivi. Si nguvu yetu. Nimekuwa nikisema siku zote, hatuna pesa, hatuna dola, hatuna nguvu, hatuna jeuri. Sisi anatutosha Mwenyezi Mungu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakini nasema tarehe 29 tunakwenda kulitimiza hili. Na mimi mwenyekiti wenu wa timu yenu ya ushindi nikwambieni, sina wasiwasi kabisa. Sina wasiwasi kabisa, na nakuombeni na nyinyi kuweni na amani kabisa. Hakuna atakayeguswa. Tunakwenda kupiga kura kwa amani. Inshallah tutahesabu kura kwa amani. Inshallah mshindi atatangazwa kwa amani. Inshallah rais wa Zanzibar Othman Masoud anakwenda kuapishwa kwa amani ndani ya uwanja wa Amani inshallah. Na baada ya hapo inshallah tutatimiza lile lengo letu kama alivyotuambia mwenyekiti. Hatufanyi pati, bonge la pati. Tutafanya sala ya rakaa 2 kumshukuru Mwenyezi Mungu Mnazi Mmoja, kisha sala ya rakaa 2 Tibirinzi, halafu tutafunga safari yetu mpaka Nyali Mtambwe, tukampigie fatha mzee wetu, tumwambie safari yako leo tumeitimiza watoto wako. Tutakwenda pamoja Nyali siku hiyo. Pemba nzima itamiminika Nyali siku hiyo inshallah biidhnillah. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huo nikwambieni,
Kuna watu leo mimi nataka kuwapa maneno yao hapa. Nataka kuwapa maneno yao kwa sababu ya kibri ambacho wamejivika. Kibri ni nguo ya Mwenyezi Mungu. Wewe binadamu huna nafasi ya kufanya kibri, utaangamia tu katika dunia hii. Wa kwanza nataka kumwambia yule anayojiita katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti. Huyu kainajisi ofisi yetu tukufu katika nchi hii, ofisi ya Mufti. Miaka 5 hii kaigeuza ofisi imekuwa ya siasa, na katika kipindi cha kampeni kajisahau mpaka mikutano ya kampeni anafanya kampeni katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti. Halafu unaitumia ofisi yetu tukufu ati unahubiri amani. Mnafiki mkubwa we. Nilifurahi na nikasema na wavulia kofia mashekhe wa Pemba walipompa maneno yake Wete pale, uso ukawa mdogo kama ndimu. Na kwa taarifa yenu, mashekhe wa Pemba mlimuumbua mpaka akashambuliwa, akaambiwa ilikuwaje? Tulikuambia upange watu wa kuzungumza hapa, mmekwisha, mmepanga, Mwenyezi Mungu kapanga, mashekhe wanaume wa Pemba wamekuumbueni. Na nimesema nimwambie maneno yake ndugu zangu, kwa sababu moja nalolifanya, na hili mwenyekiti hatukuwahi kulitolea kauli, lakini leo anaitumia ofisi ya Mufti. Nchi hii 99% Waislamu, unaitumia ofisi ya Mufti, unafanya kibri. Mtu akisema lisilokupendeza wewe unamfungia, unafungia mashekhe, unafungia watu wa dawa, unafungia walimu wa madrasa. Wote uliowafungia tunakwenda kuwafungulia baada ya kumwapisha rais mpya inshallah. Na naamini rais wetu utakwenda kuisafisha ofisi ya Mufti, kuwarejeshea Waislamu badala ya kugeuza ofisi ya Mufti kuwa ni tawi la Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wa pili nataka kusema nao, hawa nataka kuwatoa wasiwasi wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma kwa jumla, wakiwemo watumishi wa vikosi vya SMZ na vikosi vingine vya ulinzi kama polisi na wengine walioko Zanzibar. Tunajua mmekuwa mkitishwa sana kwa kuambiwa kwamba kura mtakazopiga zitajulikana. Sasa mpaka jana tena walivyofurutu ada, leo ofisi za serikali zinatumika kufanya kampeni ya mgombea wa chama. Juzi na jana afisa mdhamini wizara ya elimu unaita walimu Fidel Castro kwenda kuwatisha. Hatishiki mtu. Wewe unamtisha, utawafanya nini wakati wewe cheo chako kinakwenda kuota mbawa baada ya rais mpya kuapishwa hapa? Utachukua hatua gani na wewe hupo? Sasa nataka kuambia na kusema kama mwenyekiti wenu wa timu ya ushindi, kusema na wafanyakazi wote wale wa kawaida, watumishi wa umma na wa vikosi vya ulinzi, wasikubabaisheni hawa. Kuanzia hiyo tarehe 28 waliokuambieni mkapige kura mapema, na tarehe 29 hawa hawathubutu kuwafanya chochote. Kura yako siri yako. Utakuwa mjinga ukawache kima cha chini milioni 1 kwa ujinga wa vitisho, kisha wajua kulipa 300,000 wao wanemeke. Kafanye mabadiliko na kuhakikishieni mimi, si kwa nguvu zangu, biidhnillahi taala, serikali hii imefika mwisho, anaingia rais mpya, hakuna atakayewathubutu kuwafanyia chochote hapa. Na mimi niwashukuru, maana juzi niliporudi Unguja nilisimamishwa na askari. Mimi nao rafiki zangu wakanambia, tena walikuwa polisi,
wakanambia tumefurahi na ahadi ya rais wetu mpya kwamba tukipata sio tu wafanyakazi wa SMZ, mpaka sisi anatuwekea top up ya mshahara wetu. Wakanambia tunatishwa sana, lakini tushawaambia mara hii watufanye wanavyotaka, kura zetu kwa Othman Masoud Othman. Na lugha yao wanayozungumza huko ndani, unajua lugha gani? Wanasema wenyewe, kama mara zote mnatutisha tunarudi nyuma, mara hii kwa milioni moja hii na marupurupu yake juu, tumeamua tuna bet litakalotokea na litokee inshallah. Kwa hivyo nilifunge hoja hii kwa kuambia wafanyakazi wote wasiwababaishe hawa, wasiwababaishe hawa. Mnajua jinsi walivyokuwa Mwenyezi Mungu kawachanganya mwaka huu. Hizi kura za mapema, listi sisi bandikwa, mmeziona huko? Mnawaona askari mlendani nyinyi? Kwa sababu hata askari hawawaamini tena. Wameambiwa wawatafute ma-CCM waliokuwa wanaaminika Wayumbi, wakapiga kura mapema. Na tumeona katika orodha. Lakini tunakwambieni, kama walivyo wafanyakazi wa serikali, kama walivyo vikosi vya SMZ na hao CCM, humo ndani tumejaa tele ACT Wazalendo. Nikwambieni siri moja, au siwashtue hawa? Bwana we, tunaogopani na sisi washindi. Wacha nikwambieni hadharani hapa. Mnajua kama CCM mpaka leo haijatimiza mawakala Pemba? Hebu achekeni kidogo. Sasa nikwambieni siri yetu, maana wao wanajiona wanapanga. Hakuna hata moja mnalolipanga ambalo haliko kwenye meza ya mwenyekiti wa timu ya ushindi ya ACT Wazalendo, Ismail Jussa anayezungumza hapa. Nilikwambieni hatuyatangazi mara hii, tumeamua tu, kwa sababu hayatubabaishi. Kila mmoja tutalikabili kwa njia yake, sio kwenye majukwaa. Na kama wanaume, jaribuni mkione kilichomtoa kanga manyoya. Na niwaambie wazazi, walotumika watoto wenu wadogo wakaingizwa ati wakapigishwe kura ya mapema, hala mti na macho, ncha ina hoho. Hala mti na macho. Kwa hivyo wanatafuta mawakala. Niwaambieni, mawakala wa Chama cha Mapinduzi mwaka huu ni wana ACT Wazalendo tumbo ndani mwao. Ukiujua huu huiji, ukijua huu mengine siyatangazi, watakuja kuyaona siku ya siku. Wakija wakishtukizia masanduku ya kura lafunguliwa, wanagawana kura, naambiwa Othman bwa mdogo, Othman bwa mdogo, Othman bwa mdogo. Akimaliza kuhesabu kura katika sanduku, ana nambari za viatu. Othman ana mlundo wa kura. Tunaelekea serikalini chini ya Rais Othman Masoud Othman. Mna wasiwasi wa ACT? Mna wasiwasi wa Zanzibari? Niye mna wasiwasi na timu yenu ya ushindi? Tembeeni kifua mbele. Huyu kesha tepe tepwela, tepe. Kwa hivyo nimalizie nukta hii kwa kuambia wafanyakazi, ondoweni wasiwasi. Serikali yenu mpya inakuja. Hawa wanawatisha, hawatakuwa na mamlaka yoyote. Wewe kapige kura yako kwa amani, usubiri rais wako mpya na serikali yake mpya na mshahara wake mpya na marupurupu mapya na Zanzibar mpya, Singapore ya Afrika aloitaka Maalim Seif. Ndugu zangu,
ndugu zangu, katika kampeni hizi ACT Wazalendo, ndugu zangu, katika kampeni hizi sisi timu ya Ushindi tunamshukuru sana rais wetu mpya Othman Masoud Othman. Kafanya kazi haijapata kutokea. Tena kila ukimtizama anadunda, ndo kwanza ananiambia kama kampeni inaongezwa siku 90 mimi niko tayari tuendelee. Piga makofi kwa Othman Masoud. Lakini upande wa pili kwa bamdogo, mnajua alokuwepo? Walipanga mikutano 32 wakaifuta, ikawa 16 wakaipunguza, kaishia 8. Timu yake anasema mzee anachoka. Anachoka? Huyu hajachoka, atachoka na kijasho chembamba kama atakuwa bado mzima tarehe 29 Oktoba ikiwa tunahesabu kura. Nimekuambia ni kura tunahesabu vipi? Othman, 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 bwa mdogo moja. Othman, 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 bwa mdogo moja. Hatimaye kalala chale. Bado tuna maneno nataka kusema hapa. Sasa nasema tunampongeza rais wetu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Katika kampeni hizi tulimwachia yeye kazi ya kunadi ilani yetu, kunadi sera zetu. Mimi leo kwa kufunga kampeni, na kwa sababu nataka leo akija hapa apige nondo tu, mambo ya sera nammalizia mimi mukhtasari wake hapa. Mwenyekiti wetu, rais wetu mtarajiwa, kaeleza nini serikali yake itafanya. Kwa hapa Pemba, naomba niyataje tena kwa ufupi tu. La kwanza, kaahidi, sio yale maneno ya porojo ya CCM. Yeye kaahidi kwa vitendo, ndani ya miaka 5 anakwenda kuibadilisha Pemba, kwa kuifungua Pemba. Pemba itakuwa mfano kwa maendeleo katika Afrika Mashariki inshallah. Kaahidi kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa Pemba. Kaahidi kujenga bandari mpya za kisasa Mkoani na Wete Pemba, kuiunganisha Pemba na dunia inshallah. Na kwa kufanya hivyo, kaahidi njia hizo zitafungua milango ya biashara. Pemba itakuwa ya harakati, kila kijana atapata ajira ya haja na yenye tija, na Pemba itanawiri, maisha yetu yatotonoke inshallah. La pili, kaahidi kwamba idhilali ya mwananchi wa Zanzibar, wakiwemo wananchi wa Pemba, kuwa wanadhalilika hata kwa chakula, anakwenda kuiondosha kwa kuondosha ushuru na kodi na tozo katika vyakula vyote, kuanzia chakula cha mtoto hadi chakula cha mtu mzima. Hakuna kodi, hakuna tozo, hakuna ushuru, chakula bei chini, tuishi kama watu katika nchi hii. La tatu, na hiyo ndio inayowatia kiwewe, kaahidi yale mabilioni na matrilioni ya kifisadi yanayoingia katika matumbo ya mafisadi, yeye anapeleka kwa wananchi chini ya serikali yake. Bajeti ya kwanza tu inshallah ya serikali yake, mshahara kima cha chini unapanda milioni 1 kwa mtumishi wa umma inshallah. Na baada ya hapo wengine wote viwango vyao vinapanda kulingana na ongezeko hilo. Lakini hapo kaahidi, kama nilivyosema, wafanyakazi wa taasisi za muungano waliokuwepo Zanzibar wote watawekewa top up ya Zanzibar. Lakini pia ataitaka serikali ya muungano, taasisi hizi za muungano, polisi, uhamiaji
na taasisi za nyingine za muungano zote zinazotoa huduma Zanzibar wawekewe viwango vinavyofanana kule tunakotaka kuipeleka Zanzibar. Singapore watakuwa na viwango vyao bara mbali, hawa wa Zanzibar watatumika kwa viwango vya serikali ya viwango ya rais wa viwango Othman Masoud Othman inshallah. Lakini hapo wastaafu, wazee wanaolipwa pension, wanaopewa hifadhi ya jamii, wote viwango vyao tunakwenda kuvipandisha vilingane na hii hadhi ya Zanzibar mpya tunayoitaka, kama wanavyopandishia wafanyakazi inshallah. Kuna watu wamedhulumiwa haki zao mpaka leo. Kuna watu wameweka fedha zao katika mabenki yakafungwa, hawajapata fedha zao. Rais Othman Masoud anakwenda kuhakikisha wanarejeshewa haki zao. La nne, kaahidi idhilali wanaoipata Waislamu nchi wakati wana haki zao, anakwenda kuifikisha mwisho. Walimu wa madrasa, makhatibu wa Ijumaa, maimamu, wajane, mayatima, ndani ya siku 100 tangu kuapishwa anaanzisha mfuko wa zaka umalize dhilali zao katika visiwa vya Unguja na Pemba inshallah. Na walimu wa madrasa watawekewa mfumo kama ule wa watumishi serikalini inshallah. La 5, kaahidi uwezeshaji wananchi kiuchumi. Sio uwezeshaji huu wa kumkopesha mwananchi 500,000 akaendelea mama ntilie akaendelea kubaki mama ntilie, unarasimisha umaskini. Anakwenda kuleta uwezeshaji wa maana, mtu ajiajiri na ajiri wenzake. Baada ya miaka 5 tunazungumza Unguja na Pemba mpya. Unguja na Pemba inakofikia kule alikokutaka Maalim Seif, hakuna mwananchi anayedhalilika kwa kutafuta kijio katika nchi hii inshallah. La sita, kaahidi kubadilisha mfumo wa utawala kutoka kwenye ukandamizaji, ubaguzi na kuwanyang'anya watu haki zao, kuwapelekea mfumo unaosimamia haki raia wote. Unguja na Pemba, uwe CCM uwe ACT Wazalendo, utatendewa haki sawa sawa na rais wa haki Othman Masoud Othman inshallah. La saba, kaahidi kuipatia Zanzibar katiba mpya, hili atakuja kulifafanua yeye mwenyewe. La 8, kaahidi serikali kujifanya bwana itaondoka, ufalme unarudi kwa wananchi. Wananchi ndio mtakao wadhibiti watawala wenu, akiwemo rais. Mna haki ya kumwajibisha mnavyotaka nyinyi. Na wabunge na wawakilishi na madiwani mnaokwenda kuwachagua, akileta jeuri kabla ya miaka 5 katiba ikibadilishwa, mna haki ya kupiga kura imani, mkasema huyu hatuna imani naye, aondoke, tunachagua mwingine kabla ya miaka 5 inshallah. Hilo mnajua maana yake nini? Mnajua maana yake nini? Kila mbunge na mwakilishi na diwani atakaa na heshima na adabu na wapiga kura wake katika visiwa hivi. Lakini watumishi wa umma wengine wote watakaa kwa heshima na adabu na kwa maadili yanayopaswa kuwatumikia watu, wakijua mabwana wafalme wa nchi ni wananchi raia, sio waliokaa katika ofisi ambazo mishahara yao inalipwa kwa kodi zenu wananchi. Hiyo ndio serikali ya Rais Othman Masoud Othman inshallah. La nane, kila tulipopita tumeshuhudia wananchi wananyang'anywa au wameshanyang'anywa ardhi zao. Serikali hii badala ya kutumikia wananchi imekuwa serikali ya kuwatumikia wawekezaji. Rais Othman Masoud kaahidi akeshaapishwa tu anaunda kamati inafanya mapitio ya wote walionyang'anywa ardhi zao. Pale ambapo mwananchi kadhulumiwa ardhi, rais mpya anakurejeshia mwananchi mwenyewe. Mwekezaji kama anaitaka aingie mkataba wa kuikodi kwa mwananchi, sio auziwe, amlipe mwananchi. Ardhi bado ni ya mwananchi, kila mwaka amlipe mwananchi gawio lake kutokana na uwekezaji aliofanya kwa mujibu wa mkataba wao inshallah. La 9,
Kwenye elimu kataja mengi, mimi nataja moja tu hapa, au niseme mawili. Moja ni kunyanyua maslahi ya walimu ili waweze kuwasomesha watoto wetu kwa viwango, lakini ule upumbavu wa mwananchi wa nchi kudhalilika kutafuta mkopo sijui elimu ya juu au kuchangishwa michango isiyokwisha kama vile una harusi huko skuli, hili tunakwenda kulikomesha. Chini ya serikali ya Rais Othman Masoud, mwanafunzi kuanzia elimu ya msingi primary mpaka chuo kikuu, mwisho wa uwezo wako utasoma kwa kulipiwa bure na serikali yako tukijaliwa. Kwenye afya, eneo la ngapi hilo? La ngapi? La 10 Kwenye afya wamejenga majengo, lakini ndani huduma imekuwa yale yale. Wamechukua pesa zenu kujenga majengo, wamewakabidhi mafisadi wenzao kutengeneza faida kwa pesa zenu. La kwanza kabisa, wafanyakazi wa sekta afya, poweni huu pumbavu mlopewa kwamba ati muingie mikataba na mwekezaji badala ya kuwa watumishi wa serikali. Akiapishwa tu Rais Othman, tunafuta mikataba ile, nyote mnarudi kuwa watumishi wa serikali na haki zenu mpya chini ya viwango vipya vya mishahara kama tulivyovitangaza inshallah. La 11, kaahidi kunyanyua kilimo na uvuvi na hivyo kuwanyanyua wakulima na wavuvi. Na kubwa katika hilo kwa Pemba, kakuahidini zao la karafuu, biashara yake serikali inakwenda kulimarisha na kulibinafsisha. Haya mambo ya magendo yatakwisha, utamuuzia unayemtaka kwa bei anayoitaka, anayokupa ile faida na wewe. La 12, kwenye michezo, huu ujinga wa kujenga vichochoro ukavita viwanja vya michezo na ufisadi wa kujenga kwa bilioni 11 matengenezo ya Gombani, huku Zanzibar haina uwakilishi kwenye mchezo wa kimataifa. Chini ya Rais Othman Masoud, chini ya sera mamlaka kamili, Zanzibar inakwenda kuwa mwanachama wa FIFA, inakuwa mwanachama wa CAF. Timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes vijana, itakwenda kucheza, na inshallah ndani ya miaka 5 tutaitengenezea mazingira Zanzibar tuone inafika mpaka kwenye World Cup, kombe la dunia, vijana wa Zanzibar wakaoneshe vipaji vyao. Ndugu zangu, Rais Othman Masoud, la 13, kaahidi kuyasaidia. Leo bwa mdogo anapita akiahidi mikopo isiyokuwa na riba. Ilikuwaje ukapa ya riba miaka 5 iliyopita na wewe ndio rais? Chini ya Rais Othman Masoud anakwenda kuwawezesha kina mama, vijana, watu wenye ulemavu na makundi mengine yote. Na siyamalizi, lakini kwa leo la mwisho kabisa ambalo hilo bwa mdogo hathubutu kulifanya, Rais Othman Masoud Othman kama alivyosimama kidume ndani ya bunge la katiba akiwa rais wa Zanzibar, sasa anabeba ridhaa na mamlaka yenu, anakwenda kusimamia kuona muundo wa muungano unabadilishwa, mambo ya muungano yaliokuwa haina tija kwa Zanzibar yanapunguzwa, Zanzibar inarejesha mamlaka yake kamili, inasarifu uchumi mpya utakwenda kubadilisha maisha yetu wananchi, na Zanzibar kurejesha hadhi na haiba yake kitaifa na kimataifa. Hasa niwaulize, yuko alokuwa hayataki hayo? Yuko alokuwa hayataki hayo? Ndugu zangu, nimalize. Sera hizi zimefika kwa umma bila ya kutegemea ule upumbavu wanaoita ati shirika la utangazaji la Zanzibar. Tumerekodi vipindi vya kampeni ambavyo ni haki yetu, wamevikataa. Tukaambia hatirekebisheni, tukaambia sisi hatuna haja na nyinyi, haturekebishi chochote. Sisi tunajua kuwasiliana na umma, na umma ndio hapa uliojaa uwanjani hapa. Sisi tunatamba na umma huu na tunakuheshimuni wananchi kwa jinsi mlivyoonesha. Hatutegemei vyombo vyao vya habari, hatutegemei jambo lao lolote. Sisi tumemtegemea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakwenda kutupa serikali tarehe 29 Oktoba inshallah.
Sasa kwa haya niliyosema, nikuulizeni, kuna mtu hayataki haya? Kuna mwananchi hayataki haya? Kuna mtu anataka maigizo ya ahadi wakati alikuwa na serikali miaka 5? Kwa nini hakuyatekeleza? Leo anakuja na ahadi. Mnataka ujinga kama huo? Sasa nikuulizeni, au niulize jingine, kuna mwenye wasiwasi wa kuchukua serikali kesho kutwa? Kuna mwenye wasiwasi wa kuchukua serikali tarehe 29? Nenda tembea kifua mbele, na wala nakuahidini haguswi mtu yoyote hapa. Tutapiga kura kwa amani, tunatangaza ushindi kwa amani, tunaianza safari ya Singapore kule alikotaka kutupeleka Maalim Seif. Hasa nikuulizeni, kwa maelezo haya, umma huu uliokuweko hapa Pemba hii, yuko ambaye atampigia kura bwa mdogo? Hebu kama yuko anemwonea huruma asema mimi nitampa japo yangu moja, anyoshe mkono hapa. Nyosha mkono jamani. Hayuko? Hayuko? Sasa wale wanaosema tarehe 29 wanakwenda kuandika historia mpya, wakiukumbatia upepo wa mabadiliko Zanzibar, wanakwenda kumpa kura Rais Othman Masoud Othman atembee katika nyayo za Maalim Seif, atupeleke tunakokutaka. Naomba mkono juu. Naomba mkono juu mpaka nyuma kule. Tutamchagua Othman Masoud. Tutaulinda ushindi wetu. Pemba imara. Pemba imara. Rais mpya wa Zanzibar, njoo uzungumze na umma. DJ, mlete rais mpya wa Zanzibar. Ewe mwana kwetu, wakuinusuru Zanzibari yetu. Wakando huu, ewe mwana kwetu, wakuinusuru Zanzibari yetu. Inusuru Zanzibari, ewe mwana kwetu, mara hii tutayari kukomboa nchi yetu. Na iwe itavyokuwa, na iwe ushindi tutachukua. Na iwe itavyokuwa, na iwe ushindi tutachukua. Na iwe itavyokuwa, na iwe ushindi tutachukua. Na iwe itavyokuwa, na iwe mikono juu, twende mikono juu, wazalendo mikono juu, twende mikono juu, sijaiona mikono juu, hayo mikono juu, ono mikono juu. Doba si tena, doba si tena. Leo hii naona sio tea breeze leo. Leo hii ni sea breeze. Leo ni nini? Sea breeze. Sio tea breeze. Zanzibar mpya. Wengine naonesha bado hatuitaki Zanzibar mpya au vipi? Zanzibar mpya. Mimi na Zanzibar. Zanzibar na mimi. ACT Wazalendo. Shusha tanga. Safari. Akina baba kule nyuma, safari. Asante sana. Jamani, natamani ningeweza kuwaambia angalau wakaja wakasimama hapa, wakaona wenye nchi maana yake ni nini, wakaona nini maana ya ACT Wazalendo, wakaijua, wakaifahamu
kwamba ina wenyewe na wenyewe ni wananchi, au sivyo? Na leo wamesema wenye nchi leo T-Breeze, leo Sea-Breeze, wenye nchi wamesema. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, mwenyeji wetu, mwenyekiti wa chama mkoa wa Wete, mkoa wa Chake Chake, wenye viti wa mikoa mbalimbali waliopo, ndugu naibu katibu mkuu wa chama, ndugu mratibu wa chama chetu Pemba, ndugu katibu wa habari na uenezi, ndugu viongozi wetu wa ngome na mahsusi katibu wa ngome ya wanawake, pamoja na makamu mwenyekiti wa ngome ya wazee, ndugu wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama chetu Mama Suhaiba na Sheikh Muhammad maarufu Edi Kalipso, ndugu viongozi mbalimbali, wazee wetu, mashekhe wetu, vijana, akina baba, akina mama, nyote kwa pamoja, asalamu alaikum. Habari ya jioni. T-Breeze raha si raha? Raha kweli kweli. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Kwangu mimi leo huu ni mkutano wa 74. Kusimama mbele ya wana wa nchi, sio tu wa ACT Wazalendo, wananchi mbalimbali, wa vyama mbalimbali, kuzungumza nao katika kampeni hizi. Lakini katika mikutano yetu ya hadhara, leo huu ni mkutano wetu wa 35, na alhamdulillah katika shughuli zote hizi tumekwenda salama. Mwenyezi Mungu katujalia tumerudi salama inshallah, na leo kama alivyotuleta salama, Mwenyezi Mungu ajalie aturudishe salama. Na mimi niwaombe sana kwa lugha maalum leo, madereva wetu leo waifanye kwa umakini mkubwa zaidi, maana jambo zuri ni lile linaloishia vizuri. Jambo zuri ni linaloishia vizuri. Tumeanza vizuri inshallah, na leo tulimalize jambo letu kwa vizuri kabisa. La pili, ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu, kwa sababu nazungumza Pemba. Ni shukurani maalum kwa viongozi wetu wa Pemba. Kwa hakika wamefanya kazi kubwa sana. Hata wangekuwa wanalipwa mshahara, basi kuwaongeza mara 2 mshahara huo bado ingekuwa kidogo. Mimi leo nawapa pongezi maalum, lakini inshallah zawadi yao, bakshishi yao ipo inawasubiri, na tutakuja kuitoa hapa Tibirinzi inshallah. Lakini wamefanya kazi kubwa nzuri ya kuheshimika, ya kukiheshimisha chama chetu. Pongezi maalum ndugu zangu ni nyinyi nyote kwa mahudhurio haya. Haya mahudhurio kwa kweli yameiamsha dunia, nasema kila siku, kujua kwamba Zanzibar kuna nini, Pemba kuna nini, watu wanataka kitu gani. Nyinyi ndio mlioamsha wengine, nyinyi ndio mlioamsha walioko duniani kila upande, lakini nyinyi ndio mlioamsha wana Chama cha Mapinduzi wanaojijua, wanaojielewa, wenye mapenzi na nchi hii, kuona kumbe inawezekana. Na mwaka huu inshallah inakwenda kutokea, kumaliza dhulma na utawala wa kidhalim wa Chama cha Mapinduzi. Na zaidi, utawala wa kidhalim
ambao tumeuona miaka hii mitano chini ya Jamhuri ya Walaji ni nyinyi kupitia mahudhurio yenu na hamasa zenu mbalimbali. Ndugu zangu, naomba niwashukuru watu mbalimbali wametajwa hapa, na mimi naomba niongeze katika shukurani hizo. Miongoni mwao ni mashekhe wetu waliotusomea dua katika shughuli zetu hizi, wasanii ambao wamefanikisha shughuli zetu hizi, watu wa brass band. Mimi naomba niwape pongezi maalum, wamefanya kazi bila kuchoka, wamefanya kazi kubwa kweli kweli. Lakini pongezi maalum pia ziende kwa wenzetu wanaoshughulikia mambo ya sauti pamoja na majukwaa pamoja na shughuli ambazo zinawezesha mikutano yetu ifanyike kwa vizuri, kwa mafanikio. Lakini shukurani maalum kwa vyombo vya ulinzi na hasa jeshi la polisi. Kwa kweli mashirikiano yao yameonesha kweli tunakwenda katika Zanzibar mpya. Tuwashukuru sana, tuwapongeze sana. Shukurani naomba na hizi niungane na nyinyi na nyinyi muungane na mimi katika kuwapongeza madereva wetu ambao wametuleta katika shughuli zetu mbalimbali. Hawa wamefanya shughuli kubwa sana na wameifanya kwa weledi, wameifanya kwa umakini, na alhamdulillah ndio maana mikutano yetu tumekuja salama, tumerudi salama, pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuwapongeze na wao kwa kazi kubwa ambao wameifanya. Niwapongeze washajiishaji wote, na mimi niseme hasa akina mama. Akina mama kwenye kampeni hizi mmefanya kazi kubwa sana. Mna haki ya kujipongeza, mna haki ya kupongezwa, na mimi mnanidai. Sisemi leo, inshallah kuna siku nitakuja kusema. Na sitosema kwa maneno siku hiyo, nitasema kwa vitendo. Lakini akina mama mmefanya kazi kubwa sana. Na mimi hapa naomba mniruhusu nimpongeze Malkia wa Kiwani, mke wangu Bi Zainab. Malkia wa Kiwani, Malkia wa Kengeja pia. Kwa hakika natamani niyaseme yale aliyofanya mpaka leo mkutano wa 74 bado nazungumza nikiwa alhamdulillah. Sasa hizi ni kwa niaba ya wanawake nyote, naamini na nyinyi mmefanya kazi kubwa sana zinazoonekana na nyingine kunga. Au vipi? Ndugu zangu, baada ya pongezi hizo nilokuwa sikuwataja, watanisamehe. Leo si siku ya hutuba. Leo si siku ya hutuba. Lakini nimshukuru makamu mwenyekiti, lile la hutuba ameyaeleza yote na nadhani mmemsikia. Mimi naomba, najua leo mmeshiba, mna raha kweli kweli. Sitaki hii niitiribue, nataka niiongeze kidogo tu. Kwa hivyo mimi ya kwangu leo ni machache sana, kwa sababu tumesema leo tumalize mapema kidogo ili watu turudi nyumbani salama, tupate kurudi nyumbani kwa wakati. La kwanza, ndugu zangu, mmeona nyinyi ni mashahidi. Mmeona nyinyi ni mashahidi kwamba Chama cha Mapinduzi ng'ombe njipinza na ujamu unaingia kwa toni. Au vipi? Ng'ombe injipinza, au sio? Na ujamu unaingia wapi?
taabani, hoi kweli kweli. Sasa iliyobakia ni kuuga, na kuuga ukishakuwa hujamu umeingia kwa toni, hupati, wabakia pumzi tu na kipovu. Mnakiona au hamkioni? Sasa hii toshe kuwapa amani ndugu zangu kwamba hawa wamekwisha. Nachowaambia ndugu zangu, nachowaambia wana ACT Wazalendo, Wazanzibari kwa jumla, kipindi hichi mtapewa matango pori mengi kweli kweli. Kipindi hichi mtauziwa matango pori kweli kweli, ya kuwajaza hofu, ya kuwajaza wasiwasi, ya kuwakatisha tamaa. Hawa wao ndio kilichokuwa kimebakia. Sasa hivi lililobakia ni hilo. Tutakuja kupiga, tutakuja kufanya kitu gani? Jamani, poeni roho zenu, tulieni. Tuna tatizo kubwa, na hili tatizo kubwa sasa wao ndio linaowagharimu, sio sisi. Kwamba nchi hii bahati mbaya tumekosa uongozi, tumekosa kiongozi. Nchi hii tumekosa uongozi, tumekosa kiongozi. Kwa sababu kama tungekuwa na uongozi, asingefanya kibri na haki za umma kama huu, asingefanya kibri na haki za umati kama huu, na nyumati nyingine ambazo zimekuwa zikijitokeza kwenye mikutano yetu yote. Hizi ni sauti za watu kudai haki zao, na yeye kiongozi wa nchi ndiye ambaye ana dhamana, ndiye mwenye dhamana, hahitaji kuombwa. Sasa leo badala ya kuwapa watu hawa haki zao, unarudi kama kiongozi kwenda kupanga dhulma, kwenda kupanga jama. Ukija hadharani ukasema kwamba tutafanya uchaguzi wa haki. Ndugu zangu, dhulma inapofua, dhulma inapofua, na ndio iliyowapofua leo, hawajui wanafanya kitu gani. Mimi ninachowaambia, vitisho vyovyote mtakavyopewa, mtakavyofanyiwa, vitendo vyovyote mtakavyofanyiwa, vifikisheni kwa viongozi wenu, na sisi ndiyo kazi yetu kuvishughulikia. Lakini ninachowaambia, poweni, hakuna mtu wa kunyenyua mkono wake. Haya ni maneno ya mkosaji, tumesikia. Na kwa sababu hii naomba mumpelekee, nitoe salamu hapa za DC wa mkoani. DC wa mkoani, nasema na hakika ananisikia, na naomba mumpelekee salamu. Tulikwenda kuwatembelea watu waliodhulumiwa Ngwachani, waliofanyiwa vitendo vya dhulma, vya ukatili. Tulikwenda kuwatembelea kwa sababu walituomba twende tukaonane nao, kutokana na vitisho wanavyofanyiwa na mkuu wa mkoa na sheha. Na sisi tukawapa ahadi kwamba hakuna atakayewagusa, na mengine tutayafuatilia. Sasa nimeona DC wa mkoani katoa barua kumpelekea mmoja katika watu hawa, anamwita ofisini kwake Jumatatu. Sisi tunajua kwamba hii ni amri kutoka kwa anayejiita mtendaji mkuu wa serikali, Hemed Suleimani Abdallah. Mimi nasema, nyie mnamjua jina lake? Nani? Kungwi au mshalisahau? Sasa sisi tunasema
kungwi wa Mauani hana amri yoyote katika nchi hii. Tumefahamiana. Na hii barua DC wa mkoani aliompelekea Bwana Bakari Ali, sisi tunamwambia achunge nidhamu yake, afanye kazi zake. Hana amri, hana uwezo wa kuwatishia watu kwa sababu ya amri aliyopewa na kungwi wa Mauani. Naomba salamu hizi mumpelekee, ajiheshimu, aheshimu kazi yake. Ndio maana ninasema vitisho kama hivi mtakavyopewa, naomba mtuambie. Tumefahamiana. Lakini kaeni mlale usingizi, wasikilizeni na vipovu vyao watavitoa vingi. Ndugu zangu, kwenye kampeni hizi mmesikia ahadi zetu. Namshukuru makamu mwenyekiti kazieleza hapa, na mimi sitaki nizirudie tena kwa sababu tumezieleza katika mikutano yetu yote. Nachoomba tu kwamba tukumbuke kwamba mwaka huu ni wa kufanya nini? Mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Ahadi zetu ziko pale pale. Nimekuja kuthibitisha tu kwamba aliyosema makamu mwenyekiti juu ya ahadi zetu. Kama rais wenu, inshallah, ni deni mnalonidai, ni deni mtakalokuwa mnanidai, na hamnidai nyinyi tu, ni dhima ninayochukua mbele ya Mwenyezi Mungu kwenda kuisimamisha nchi hii. Moja naomba niliseme ambalo yeye hakulizungumza. Zanzibar ina mambo yake, Zanzibar ina alama zake, Zanzibar ina heshima yake, Zanzibar ina utukufu wake, Zanzibar ina dalili zake, ina watu wake. Kama Mwenyezi Mungu alivyoumba matunda akayapa harufu, kila moja na harufu yake, na Zanzibar nayo kama nchi ya wastaarabu ina alama zake. Sisi tunaita kwamba hiyo ndio Zanzibar brand. Ndio nini? Zanzibar brand. Yani ile Zanzibar yenyewe na heshima yake na mambo yake, zikiwemo silka zake, utamaduni wake, mila zake. Ndugu zangu, hili ni jambo ambalo sote tulionee wivu. Ndio linalotufanya Wazanzibari tukawa Wazanzibari. Ahadi yangu hili litakwenda kulisimamia, tuisimamishe Zanzibar brand. Miaka hii 5 Zanzibar brand imevurugwa, imeharibiwa, na hatuwezi kukubali kuishi tena hata mwezi mmoja chini ya utawala uliopo, kwa sababu unaimaliza Zanzibar brand hii. Wazanzibari wote wa vyama vyote wanasema hili ni jambo letu, lazima tulisimamie kwa wivu mkubwa. Twende tukaijenge, tukainusuru Zanzibar brand, Zanzibar na alama zake, Zanzibar na heshima zake. Tunafahamiana. Lakini moja niliseme, la kuondoa ujinga huu, limeshasemwa kwamba tutakwenda kutunga katiba mpya, tuwaletee wananchi, muipigie kura za maoni. Muipigie kura za maoni ili kuwarejeshea ufalme wenu ambao leo umeporwa. Lakini moja niliseme kwamba tutakalo kwenda kulifanya ni kulinda kwa wivu mkubwa na kwa nguvu kubwa sana
usalama wa raia wetu kwa kuwa na Zanzibar Public Safety Policy, sera ya usalama wa raia wa wananchi wa Zanzibar. Asitokee mtu wa kuwaharasi ovyo ovyo, asitokee mtu wa kuwaweka ndani ovyo ovyo, asitokee mtu wa kufanya uzembe. Manake leo kuuliwa mtu imekuwa jambo la kawaida Zanzibar na hakuna anayeuliza. Haya tunakwenda kuyakomesha. Leo kuitwa ukawekwa ndani linaonekana jambo la kawaida, tunakwenda kuyakomesha. Uishi katika nchi yako ukiwa na heshima, serikali kuheshimu, sheria zikuheshimu madam hujazikosea. Na moja katika hilo, ili kuondoa wasiwasi huo, ni kuhakikisha tunadhibiti uingiaji wa watu Zanzibar. Hii mambo ya Zanzibar kuwa kama choo, kila mwenye haja akaingia, hii basi tumefahamiana. Hii Zanzibar kufanywa kama choo, kila mwenye haja akaingia, hata hivyo vyo siku hizi basi unalipia pia. Hili tunakwenda kulikomesha ili kulinda usalama wa raia na mali zao. Tumjue anaingia nani, kwa madhumuni gani, anaishi wapi, anafanya kazi gani. Kama hana hayo, hapa ataondoka. Hiyo ndio kazi yetu, kulinda usalama wa nchi yetu, usalama wa raia wetu na mali zao. Hilo litakuwa jambo la msingi na namba moja katika mambo tutakayofanya. Ndugu zangu, mengine nadhani yameelezwa na naamini kwamba mmeridhika. Mimi nilisema aseme haya mawili ambayo makamu mwenyekiti hapa aliyawacha, lakini moja ninaomba nilimalizie, la tatu ambalo na yeye alikuwa kulieleza ni suala la haki za Zanzibar ndani ya muungano. Ndugu zangu, hili hatutolionea haya, hatujawahi kulionea haya, halijawahi kuonewa haya na viongozi wetu, wazee wetu waliopita wote, kuanzia mzee Karume, Abudu Jumbe, Dr. Salmin na wengineo. Sisi tunakwenda kuyakamilisha yale walioyatamani, ili Zanzibar iwe na haki zake, iwe na mamlaka yake, tuweze kuendelea kwa mujibu wa uwezo na rasilimali ambazo Zanzibar Mwenyezi Mungu ameipa. Hilo ndio tunalolita mamlaka kamili. Ndugu zangu, nimalizie jambo moja. Naomba nimalizie jambo moja la Zanzibar moja. Baada ya kuunda serikali, ahadi yetu tutashirikiana na vyama vyote vya siasa vilivyokuwa makini. La kwanza, tunasema sisi tunaamini Chama cha Mapinduzi kitakuwa wapinzani wazuri kutokana na uzoefu walionao katika siasa. Lakini sisi tutashirikiana nao sio tu kama wapinzani, lakini kama washirika wa kuijenga Zanzibar mpya. Tutafanya kazi nao kama wenza katika serikali ya umoja wa kitaifa tutakayoiunda, kwa heshima, kwa udhati, sio kwa kutegana, sio kwa kutegeana, sio kwa kuwafanya kama wao tumewaalika, lakini tutawafanya ni washirika wa kweli. Na katika hili tunasema viongozi wote wa vyama vya siasa vilivyokuwa makini, sisi tutawapa heshima yao kama washirika katika kuijenga Zanzibar mpya. Tutawapa heshima hizo. Tutawapa heshima hizo kama ni viongozi. Sisi hatutokwenda kuwatumia. Sisi hatutokwenda kuwafanya pochi. Sisi hatutokwenda kuwafanya mkoba wa kuendea dukani.
sisi tutawapa heshima yao kwa kuwafanya ni washirika. Kiongozi wa chama anayehusika kumpa heshima anahusika, kumpa hadhi anahusika, na kufanya kazi naye, sio kama mtumishi wetu, sio kama mtu ambaye tunamtumia, lakini kama ni kiongozi mwenye heshima wa chama. Na ahadi yetu katika jambo hili, tunasema tutatoa fursa kwa vyama vyote vinavyokuwa. Mimi sitaki niviite vyama vidogo. Vyama vinavyokuwa hivyo vyote mnavyovisikia, NLD sijui nani, AFP sijui na wengine, sisi tutawapa heshima, tutawapa fursa wakuwe, tutawapa fursa waweze kukua, wasiwe wadogo, wasilemae maisha. Mfumo tutakaoanzisha utawapa fursa kwa yule ambaye atakuwa makini, ataonekana kweli chama makini, tutampa fursa na kumsaidia ili aweze kufanya kazi zake za kisiasa katika kuijenga Zanzibar mpya yenye uhuru na yenye kuheshimu kila mtu na kuheshimu kila chama ambacho ni mshirika katika kuijenga Zanzibar. Tutakwenda kukomesha huu ujinga wa kuwatumia vyama hivi. Tutakwenda kuvijenga kwa sababu ni vyombo vya wananchi, na tutasisitiza viwe vyombo vya wananchi. Hiyo ni ahadi yetu katika kuijenga Zanzibar moja na kuijenga Zanzibar mpya. Ndugu zangu, mimi naomba nimalizie kwa jambo moja muhimu sana. Wengi mnajiuliza, baada ya kutoka orodha ya majina ya wapiga kura mapema, tunasemaje kama chama? Naomba mnisikilize. La kwanza naomba niwaambie, na nyinyi mmeshaona dalili, tulikubaliana kura ya mapema iondoke. Wenzetu Chama cha Mapinduzi wakaona hili ni chaka la kuiba, wakasema ni sharia. Mmefahamu? Wakasemaje? Hii ni sharia, kama kwamba ni Torati au kama kwamba ni Injili. Wakasema ni sharia. Tukaambia sharia kubwa ya nchi ni katiba yetu, toka imetungwa 84 imerekebishwa mara 11. Iweje sheria ambayo ni ya kihuni, ni ya wizi, iliyoleta maafa, wewe kama kiongozi na uliahidi utairekebisha, umeshindwaje? Waliona ni chaka lao la kuiba. Sasa leo niwaambie, wametoa orodha ya majina, nyote ni mashahidi. Hiyo orodha yenyewe ni kinyume na hiyo sharia. Sasa sisi tunawaambia